Je, unafahamu jinsi majasusi na makomando wa Marekani walivyomnasa Maduro? Mtazamaji wa VOT Media, karibu kusikiliza na kutazama makala hii itakayojibu swali hilo. Kwa miezi kadhaa, majasusi wa Marekani walikuwa wakifuatilia kila hatua na nyendo za rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Kilikuwa ni kikundi kidogo cha majasusi kilichofanya kazi pamoja na chanzo kimoja cha ndani ya serikali ya Venezuela. Walimfuatilia Maduro mwenye umri wa miaka 63 kwa kila hatua. Walijua wapi analala, anakula nini, anavaa nguo gani, na kwa mujibu wa maafisa wa juu wa jeshi walijua hadi wanyama wake pendwa aliowafuga nyumbani. Sasa baada ya kukusanya taarifa zote hizo za kijasusi, kilichofuata kikawa ni kukamilisha mpango wa kumkamata. Hilo lilitekelezwa mwanzoni mwa mwezi Disemba 2025. Operation ya kijeshi iliyopewa jina la Absolute Resolve ilisukwa kwa umakini mkubwa. Hatua hiyo ilikuwa ni matokeo ya miezi ya kujipanga na mazoezi ya kijeshi ya kina ambayo yalijumuisha wanajeshi wa vikosi maalum. Wanajeshi hao walitengeneza mpaka nyumba iliyofanana kabisa na nyumba yenye ulinzi mkali ambayo Maduro alikuwa akiishi Caracas, ili kufanya mazoezi ya namna watakavyoivamia kumkamata na kuondoka naye. Operation hiyo ambayo ni kubwa zaidi Marekani kuitekeleza Amerika ya Kusini, ambao tangu enzi za vita baridi ilisukwa kwa usiri mkubwa. Bunge la Congress la Marekani halikufahamishwa au kuomba ushauri. Toka Disemba mwanzoni, wakuu wa jeshi la Marekani pamoja na majasusi wao walisubiri wakati wa mazingira mwafaka wa kutekeleza shambulio hilo. Trump aliwapa ruhusa ya kushambulia siku 4 kabla, lakini walisubiri hali ya hewa itulie pamoja na mawingu mazito kuondoka. Usiku wa Ijumaa ulipofika, amri ya mwisho ya uvamizi ikatoka. Kilichofuata ilikuwa ni operation iliyochukua saa 2 na dakika 20 na kutekelezwa kutokea angani, ardhini na baharini. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, zaidi ya ndege 150 za kijeshi zenye uwezo wa kipelelezi, kuangusha makombora makubwa na ndege za kivita zilitanda angani wakati wote wa operation. Wakazi wa Caracas waliamshwa na milio mikubwa ya mlipuko kutoka angani saa 8 za usiku, sawa na saa 3 asubuhi kwa Afrika Mashariki. Wakati makombora ya Marekani yakiendelea kulenga maeneo mbalimbali ya kijeshi ya Venezuela ili kuzuia jeshi kuzima mashambulizi ya Marekani, makomando wa kikosi maalum cha Delta Force walivamia makazi ya Maduro na kumteka na kuondoka naye baada ya kukabiliana na walinzi wake. Trump akawa wa kwanza kuthibitisha shambulio hilo na kukamatwa kwa Maduro na mkewe, ambao waliondolewa Venezuela kwa helikopta kisha kusafirishwa kwa meli ya kivita na hatimaye ndege mpaka New York, ambapo wanatarajiwa kufunguliwa mashtaka. Trump hakufuatilia, did not follow the mission from the White House Situation Room. Trump alishuhudia uvamizi huo mubashara katika kasri lake la Mar-a-Lago. Alisema lilikuwa jambo la kuvutia kuliona na kuwa ilikuwa kama anatazama filamu. Wengine waliyekuwa pamoja naye kufuatilia tukio hilo ni mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Katika miezi ya hivi karibuni, maelfu ya wanajeshi wa Marekani walipelekwa katika eneo hilo kujiunga na meli za kubeba na ndege na makumi ya meli za kivita katika operesheni kubwa zaidi kijeshi katika miongo kadhaa, huku Trump akimshutumu Maduro kwa ulanguzi wa dawa za kulevya na ugaidi na kulipua makumi ya boti ndogo zinazotumwa kusafirisha dawa za kulevya katika eneo hilo. Lakini dalili za kwanza za operesheni zilikuwa angani. Zaidi ya ndege 150, ikiwa ni pamoja na ndege za kudondosha makombora, ndege za kivita na ndege za upelelezi, hatimaye zilitumwa usiku kucha, kulingana na maafisa wa Marekani. Ilikuwa shughuli pevu, ngumu sana. Maarifa kama yote, kutua idadi ya ndege. Trump aliambia Fox News, tulikuwa na ndege za kivita tayari kukabiliana na hali yoyote. Milipuko mikubwa ilisikika mjini Caracas mwendo wa saa 8 usiku, saa za ndani, na moshi mwingi ulionekana ukifuka juu ya jiji. Nilisikia sauti kubwa, kishindo kikubwa, ripoti Ana Vanessa Helelo aliambia BBC. Ilifunga madirisha yote baada ya kuona wingu kubwa la moshi ambalo karibu limzuie kuona anachoendelea. Aliongezea, ndege ya helikopta zilikuwa zikipaa juu ya anga lote la katika jiji la Caracas.
Muda mfupi baadaye, video zilionyesha ndege kadhaa angani na zingine. Athari ya milipuko hiyo ilianza kusambaa katika mitandao ya kijamii. Moja ilionyesha msafara wa ndege aina za helikopta zikipaa nchini kwenye anga la mji wa Caracas, huku moshi ukifuka kutoka eneo lililoshambuliwa. Tuliamshwa mwendo wa saa 8 kasorobo na mlipuko mikubwa ya sauti za ndege zikipaa juu ya Caracas. Mmoja ya mashuhuda, Daniela, aliambia BBC, kila kitu kilitumbukia gizani isipokuwa mwanga uliotokana na mabomu yaliyokuwa yakilipuka. Trump amesema Venezuela itakabidhi Marekani hadi mapipa milioni 50 ya mafuta. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Venezuela itawasilisha hadi mapipa 50 ya mafuta kwa Marekani baada ya operesheni ya kushtukiza ya kijeshi iliyomuondoa Rais Nicolas Maduro mamlakani. Mafuta hayo yatauzwa kwa bei ya soko, Trump aliandika kwenye mitandao wake wa kijamii wa Truth Social, na kuongeza kuwa fedha hizo zitasimamiwa na yeye binafsi na zitatumika kuwanufaisha watu wa Venezuela na Marekani. Tamko hilo linakuja baada ya Trump kudokeza kuwa sekta ya mafuta ya Marekani itakuwa tayari kufanya kazi nchini Venezuela ndani ya miezi 18 na kwamba anatarajia uwekezaji mkubwa nchini humo. Wachambuzi awali waliambia BBC inaweza kugharimu mabilioni ya dola na uwezekano wa muongo mmoja kurejesha pato la zamani la Venezuela. Fahamu viongozi waliowahi kukamatwa au kuangushwa na Marekani. Historia ya kisiasa ya Marekani imejaa visa vingi vya kuvamia nchi za kigeni ili kukamata viongozi. Operesheni hizi mara nyingi zimeibua mjadala mkubwa kimataifa, huku baadhi ya mataifa yakionyesha hasira na hofu na wengine kushangaa jinsi hatua hizo zinavyotekelezwa. Kwa Marekani, hatua za kukamatwa viongozi wa kigeni mara nyingi zimechukuliwa kama njia ya kulinda usalama wake, kukomesha uhalifu au kudhibiti vurugu. Hata hivyo, operesheni hizi zimekasirishwa na mashirika ya kimataifa na baadhi ya wadau wakihoji kuhusu uhuru wa taifa na msingi wa kisheria wa hatua hizo. Kukamatwa kwa viongozi mara nyingi hufuata shinikizo la kisiasa au mashtaka ya kisheria, ikiwemo ufisadi, ukiukwaji wa haki za binadamu au uhalifu wa kivita. Historia inaonyesha kuwa Marekani imekuwa ikitumia njia mbalimbali kuanzisha operesheni za kijeshi, mashambulizi ya anga hadi hatua za kisheria kuhakikisha viongozi hawa wanakabiliwa na matokeo. Tukio la sasa la kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro linadhihirisha mtindo huu. Operesheni ya Marekani ililenga biashara haramu na kudhibiti rasilimali za taifa hilo na kuondoa kiongozi anayeshutumiwa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Tukio hili linaonyesha kuwa historia ya kukamata viongozi wa kigeni inazidi kuendelea. Ilihusika moja kwa moja kwa tukio la Panama, lakini kwa viongozi na mataifa mengine ushawishi wa mataifa hilo ulionekana dhahiri. Manuel Noriega, Panama. Mwaka 1989 Marekani ilivamia Panama na kumkamata kiongozi wake Manuel Noriega akishutumiwa kwa biashara za dawa za kulevya na ufisadi. Operesheni hiyo ya kijeshi iliyoitwa Operation Just Cause ilihusisha majeshi ya Marekani kuingia Panama City na baadaye kumpeleka Noriega Marekani kwa mashtaka ya jinai. Tukio hili linachukuliwa kama mfano wa kwanza wa moja kwa moja wa Marekani kukamata kiongozi wa nchi jirani. Slobodan Milosevic, rais wa zamani wa Serbia. Rais huyo wa zamani wa Serbia na shirikisho la Yugoslavia alikamatwa mwaka 2001 na mamlaka ya Serbia na kupelekwa mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa vita ICTY The Hague. Marekani haikuwa nyuma katika harakati za kutiwa kwake nguvuni. Mtia nguvuni yenyewe, bali ilishirikiana na vyombo vya kimataifa kuhakikisha Milosevic anakabiliana na mashtaka ya uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na mauaji na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika mizozo ya Balkan. Mwingine ni Saddam Hussein, Iraq. Saddam Hussein alikuwa rais wa Iraq kuanzia mwaka 1979 hadi kuangushwa kwake mnamo 2003. Alijulikana kwa utawala wake wa kiimla, ukandamizaji wa upinzani na vita vya kikanda, ikiwa ni pamoja na vita vya Iran na Iraq na uvamizi wa Kuwait. Hussein aliongoza nchi yake kwa mkono wa chuma, akitumia mashambulizi makali dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa na makundi ya kabila. Mnamo Machi 2003 Marekani iliongoza uvamizi wa Iraq ikiunganisha majeshi ya Anglo-Amerika baada ya kudai Hussein alikuwa akihifadhi silaha za maangamizi ya wingi, ingawa hakukamatwa moja kwa moja ndani ya Iraq. Operesheni ya kijeshi iliingilia moja kwa moja mamlaka yake. Baada ya miezi michache ya mapambano, Saddam alikamatwa mnamo Disemba 13, 2003 na majeshi ya Marekani ya walinzi wa Iraq walioshirikiana. Kukamatwa kwake
kulikamilisha hatua ya Marekani kuondoa utawala wake na kumfikisha Saddam kwenye mikono ya sheria baada ya kesi iliyokuwa chini ya mahakama ya Iraq. Alihukumiwa kifo mnamo Novemba 2006 kwa uhalifu dhidi ya binadamu, hususan kuhusiana na mauaji ya wapinzani wa kisiasa wa Kurdi na Kishia. Mwingine ni Muammar Gaddafi wa Libya. Ingawa rais huyu wa Libya Gaddafi hakukamatwa moja kwa moja na Marekani, mashambulizi ya anga yaliyoungwa mkono na Washington 2011 yalichochea kuangushwa kwake na hatimaye kukamatwa na kuuawa. Tukio hili linaonyesha ushirikiano wa Marekani na wadau wengine wa kimataifa ili kuondoa viongozi wanaoshutumiwa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Mwingine ni Omar al-Bashir Sudan, mwingine ni Nicolas Maduro wa Venezuela. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media. Makala hizi nimekusomea kutokea BBC Swahili. Tumechangamka.